السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل همة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani, ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtukufu wetu wa daraja, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Amin. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 9 ya mwezi huu wa Januari mwaka huu wa 2026. Tumebakiwa takriban na siku 21 hivi kulidiriki tukio muhimu ambalo tumeanza kulitangaza wiki jana, tukio la dua ya khawasi ya ndoto. Kupitia dua hii, mimi ninaamini kwa uweza wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunakwenda kuwafanya wasioota waweze kuota, lakini pia tunakwenda kuwafanya wale wanaoota ikifika asubuhi wanasahau waweze kukumbuka ndoto zao, lakini pia tunakwenda kuwafanya wale wanaoota mambo mazuri yenye kubashiri mafanikio katika maisha yao, lakini kumekuwa na ugumu wa kuyafikia mafanikio hayo. Kupitia dua hii tunakwenda kuwafanya waweze kuyafikia mafanikio wanayoyaona kupitia ndoto biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini kupitia tukio hilo, wale wanaoota ndoto mbaya zenye kubashiri mabalaa katika afya zao na zile ndoto zinazobashiri maafa katika milango yao ya mali, biashara zao, ndoa zao, kazi zao na kadhalika, tunakwenda kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua hii ya khawasi ya ndoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondoshee hayo mabalaa wanayoyaona kupitia ndoto. Kwa hiyo dua hii ni dua muhimu sana, na siku zote tumekuwa tukiambizana ya kwamba iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema ad-du'au yanfa'u mimma nazala, dua ina msaada mkubwa
wa kumnufaisha mwanadamu kwa kumuondolea lile balaa ambalo tayari limemshukia. Wa mimma lam yanzil, lakini dua pia ina msaada mkubwa wa kulizuia lile balaa ambalo halijashuka kwa mwanadamu ili lisipate kushuka. Sasa yapo mabalaa ambayo yametushukia na sisi tumeyashuhudia kupitia ulimwengu wa ndoto. Tunakwenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee mabalaa haya. Lakini pia yapo mazuri ambayo tumeyashuhudia kupitia ndoto, lakini kumekuwa na uzito kuyafikia hayo mazuri. Tunakwenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kuyafikia mazuri haya. Lakini yako mabalaa pia ambayo hayajashuka, lakini tahadhari yake tumeipata kupitia ndoto. Tunakwenda kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala ayazuie mabalaa hayo ili yasitushukie. Kwa hiyo ukiuthamini ulimwengu wa ndoto na ukaufanyia kazi, unaweza ukapata mafanikio kupitia ulimwengu huo. Lakini kama utaudharau na ukapuuza, huenda ukafikwa na madhila makubwa. Kwa hiyo tarehe 1 ya mwezi wa pili ya mwaka huu wa 2026 tunakwenda kufanya dua kubwa, dua ya khawasi ya ndoto. Na dua hii ndugu zangu, kama nilivyokutangazieni, ina maandalizi yake, na maandalizi ni vitu viwili tu. Kitu cha kwanza, maandalizi yake tumeanza wiki iliyopita. Lazima upatiwe waraka maalum, na huu waraka hakukuandikwa ndani yake mambo ya kipuuzi, isipokuwa kumeandikwa dua mbili. Dua ya kwanza ni ile anayosomewa muotaji kabla ya kuhadithia ndoto yake, na dua ya pili iliyoandikwa kwenye waraka huu ni ile anayosomewa muotaji baada ya kuwa amepewa tafsiri ya ndoto zake. Umefanyika utafiti na uchunguzi na majaribio, kwa sababu tunaambiwa ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tajarubi, elimu ya tiba msingi wake umejengewa katika majaribio. Kwa hiyo waraka huu ulioandikwa hizi dua mbili umefanyika utafiti na majaribio, imeonekana una uwezo mkubwa huu waraka wa kufungua ndoto zilizofungwa ili mtu aweze kuota. Waraka huu una uwezo mkubwa biidhnillahi tabaraka wa taala wa kurejesha kumbukumbu ya ndoto kwa yule anayeota, ikifika asubuhi anasahau. Waraka huu una uwezo mkubwa wa kuondosha awaridhu sihiria, vipingamizi vya kichawi, au awaridhu shaitania, au vipingamizi vya kishaitani ambavyo vimekaa katikati ya mtu na mafanikio anayoyaona kupitia ndoto. Vipingamizi hivi vinamzuia kuyafikia hayo mafanikio. Waraka huu ukitumika vizuri una uwezo wa kuondosha vipingamizi hivyo ili mtu aweze kuyafikia hayo mafanikio anayoyaona kupitia ndoto. Lakini waraka huu ulioandikwa dua hizi mbili, kwa wale ambao wanaota ndoto mbaya na wanapokwenda kwa mashehe kuomba tafsiri, ndoto zile zinafasiri, zinabashiri mambo mabaya, waraka huu ukitumika vizuri biidhnillahi tabaraka wa taala unaweza kuondosha mabalaa hayo ambayo umeyaona kupitia ndoto. Kwa hiyo kilichoandikwa hapa ni kitu muhimu sana. Sasa huu waraka tumeanza kuugawa tangu wiki iliyopita, na kila tuliyempatia waraka huu tumempa maelekezo aukunje vizuri, ikiwezekana azungushie karatasi ya nailoni, aweke kwenye mto wake wa kulalia. Iwe ni kazi yake kulalia kuanzia siku alopewa mpaka tarehe 1 ya mwezi wa pili
atakapokuja na huo waraka mahala hapa. Tumetoa maelekezo kama hayo, na tukatoa ufafanuzi kwamba matibabu kupitia kulalia dua, mambo kama haya yalishatokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kile kisa cha barua ya Mtume, kisa kinachomhusu sahaba wa Mtume anayeitwa Abu Dujana. Alipolala akamuona jini ndani ya nyumba yake anayeitwa Amirul Baiti, na ilipofika asubuhi akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kushtakia. Mtume akaagiza wino na karatasi, ikaandikwa barua, kisha akapewa huyu sahaba, akaambiwa nenda ukailalie kwenye mto wako. Kwa hiyo matibabu kupitia kulalia dua ni jambo ambalo limejuzu kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio utaona wataalamu wengi huwa wanaandika barua kwenye karatasi, wanaandika dua kwenye karatasi, kisha wanawapa wagonjwa wao, wanakwenda kulalia na wanapona. Kwa hiyo tumetoa maelekezo, ukiupata waraka huu ukunje vizuri, zungushia nailoni, tia kwenye mto wako wa kulalia, lalia. Utafiti umefanyika kwamba dua hii ina uwezo mkubwa biidhnillahi tabaraka wa taala kukufungulia ndoto zako wewe. Ina uwezo mkubwa wa kurejesha kumbukumbu ya ndoto kwa wale wanaoota ikifika asubuhi wanasahau. Waraka huu unaondosha vipingamizi vya kichawi na vipingamizi vya kishetani vilivyokaa katikati yako wewe na mafanikio uliyoyaona kupitia ndoto. Lakini waraka huu ukitumika vizuri unaweza kuondosha mabalaa uliyoyaona kupitia ndoto. Tunarudia maelezo haya ili yaweze kukuingieni. Kilichoandikwa kwenye waraka huu ni pale wewe unapomwendea shekhe ukamwambia, shekhe, usiku wa kuamkia leo nimeota, naomba nikuhadithie ndoto yangu. Ikiwa shekhe anayo maarifa ya kutosha kuhusiana na elimu ya ndoto, hawezi kukupa fursa uhadithie, atakuziwia, then atakuombea dua kabla ya kuihadithia ndoto yako. Dua atakayokuombea atakwambia hivi: khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Hiyo ndoto uliyoiota kama ni ya kheri, ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukutanishe na hiyo kheri. Lakini kama ndoto uliyoiota ni ya shari, ninakuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na shari hiyo. Sheikh anatakiwa akuombee hii dua, kisha ndio anakuambia sasa hadithia ndoto yako. Sasa hii dua ndiyo iliyoandikwa kwenye huu waraka unaokwenda kuulalia. Yaani kana kwamba unamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikutanishe na ndoto nzuri nitakazoziota na uniepushie ndoto mbaya nitakazoziota. Kana kwamba unamueleza hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa baada ya kuwa shekhe umemhadithia ndoto yako, kisha na yeye ameshapata tafsiri, kabla ya kuondoka anatakiwa kuombee tena dua. Hii ni dua ya pili na yenyewe imeandikwa kwenye huu waraka. Anatakiwa akuombee dua hii: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ni maneno ambayo aliyatamka Nabiyullah Yunus alayhi salam alipomezwa na chewa, ikawa ni sababu ya Mwenyezi Mungu kumuondoshea matatizo haya. Sasa Allah atakuondoshea matatizo unayoyaona kupitia ndoto kama alivyomuondoshea matatizo Nabiyullah Yunus. Matatizo yaliyomfika Yunus yalikuwa ni mazito kwa sababu alikuwa anakimbia kazi ya Allah. Sasa Mwenyezi Mungu akampa mtihani kwa kule kukimbia kazi ya Allah kwa ajili ya kumkumbusha ili aweze kurejea. Na wakati anatoroka alipanda jahazi. Sasa katikati ya safari lile jahazi likaanza kupigwa na dharuba kana kwamba linataka kughiriki. Na zamani walikuwa wana imani kwamba dharuba yoyote
inapotokea majini, basi lazima kutakuwa kuna mtu ambaye amemkimbia bwana wake. Ikapigwa kura pale, kila ikipigwa kura inamwangukia Nabii Yunus. Wakasema, wewe bila shaka utakuwa unamkimbia bwana wako. Na kweli alikuwa anakimbia kazi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuona watu wake hawamsikii. Kila anapowalingania wale watu wake, wao hawaelewi lolote. Kazi yao ikawa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye akaamua kukimbia, kwamba ikiteremka gharqa, ikiteremka adhabu, na mimi sije kunikuta. Kumbe kwa kufanya hivyo anafanya makosa. Sasa katikati ya safari ndiyo inatokea dharuba, wakiwa baharini. Sasa imepigwa kura, inamwangukia yeye ndiye yuamkimbia bwana wake. Wakasema, huyu sisi tutamchukua, tutamtupa kwenye bahari. Na kweli jambo hilo lilifanyika. Walimshika wakamtupa baharini. Sasa wakati anatupwa baharini, Mwenyezi Mungu akamleta chewa. Chewa ni samaki, anatoka kwenye safina, anaingia kwenye mdomo wa samaki. Yule samaki anaogelea mpaka chini ya lindi la bahari. Nabii Yunus akawa kwenye viza vitatu. Kwanza kiza cha bahari, maana bahari ina kiza, lakini kiza cha tumbo la samaki. Na kwa kuwa humo ulikuwa unampitia usiku na mchana, na kiza cha usiku pia, akawa kwenye viza vitatu. Hii ni shida kubwa, hili ni tatizo kubwa sana hili. Basi pale pale akagundua kuwa amefanya makosa, akaanza kutamka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maana ya maneno haya, hakuna mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa wewe Allah. Utakasifu ni wako wewe Allah, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa watu madhalim. Maneno ambayo awalu hatahalili, mwanzo wake yana tahalili, wa awsatuha tasbihi, na katikati yake yana tasbihi, wa akhiruha alistighfari, na mwisho wake maneno haya yana istighfari. Kayatamka kwa wingi maneno haya mpaka yule samaki, yule chewa, akachanganyikiwa, akaogelea kutoka kwenye lindi la bahari, akaenda mpaka kwenye uso wa bahari, akaogelea mpaka ufukweni, akamtema Nabii Yunus kule. Kilichomwokoa nini Nabii Yunus? Tahalili na tasbihi na istighfari. Sasa maneno haya yameandikwa kwenye hii karatasi unayoilalia wewe, kana kwamba unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba uniokoe na matatizo ninayoyashuhudia kupitia ulimwengu wa ndoto, kama ulivyomuokoa Nabii Yunus. Kana kwamba unamueleza Allah subhanahu wa ta'ala, niondoshe vipingamizi vya kichawi, vipingamizi vya kishaitani vilivyoko katikati yangu mimi na kati ya mafanikio ninayoyaona kupitia ndoto. Niondolee vipingamizi hivi kama ulivyomuondoshea vipingamizi mja wako Yunus alipomezwa na tumbo la samaki. Ndio maana tukasema huu waraka sio waraka wa kuchezea na wala sio waraka wa kupuuzia. Uchukue waraka huu, ukunje vizuri, uzungushie nailoni, lalia. Halafu tarehe 1 ya mwezi wa pili mwaka huu 2026 njoo na huo waraka hapa kwenye dua ya khawasi ya ndoto. Kwa hiyo dua ya pili inafunguliwa na tasbihu Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kisha maneno yanayofuatia ni dua, Allahumma inna ibaduka, e Mwenyezi Mungu, hakika sisi ni waja wako, wa abna'u abdika, na ni watoto wa mja wako, wa abna'u amatika, na ni watoto wa mjakazi wako, nasiyatuna biyadika, utosi wetu uko kwenye milki yako, madhin fina hukmuka, imepita kwetu sisi hukumu yako, adlun fina qada'uka,
kile ulichokihukumilia kwetu sisi ni cha uadilifu. Nas'aluka Allahumma, tunakuomba Mwenyezi Mungu, bikulli ismi huwa laka samaita bihi nafsaka, kupitia kila jina ambalo umejiitia wewe mwenyewe nafsi yako, au anzaltahu fi kitabika, tunakuomba kupitia lile jina uliloliteremsha katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqika, au lile jina ulilomfundisha yoyote miongoni mwa viumbe wako, au ista'tharta bihi fi ilmi alghaibi indaka, au lile jina ambalo wewe mwenyewe umejihusisha kulijua katika ilmu yako ya ghaibu, tunakuomba kupitia jina hilo. Antaj'ala alqur'ana rabi'a qulubina, tunakuomba uifanye Qur'ani hii iwe ni kiliwazo cha nyoyo zetu, wa nura absarina, na iwe ni nuru ya macho yetu, wa jalaa ahzanina, na iwe ni sababu ya kutuondolea huzuni zetu, wa dhahaba humumina wa ghumumina, na utuondolee shida zetu na tabu zetu, birahmatika ya arhamar rahimin. Maneno mazito kabisa haya. Unaipokea waraka huu, unaukunja vizuri, unakwenda kuulalia. Unalalia kana kwamba unamwambia Allah kwa maneno haya, nifungulie ndoto zangu niweze kuota. Kana kwamba unamueleza Allah kwa maneno haya, nirejeshe kumbukumbu ya ndoto zangu, ikiwa mimi ninaota ikifika asubuhi nasahau. Kana kwamba unamueleza Allah subhanahu wa ta'ala, niondolee vipingamizi vya kichawi, vipingamizi vya kishetani vilivyoko baina yangu mimi na baina ya mafanikio ninayoyaona kupitia ulimwengu wa ndoto. Kana kwamba unamueleza Allah subhanahu wa ta'ala maneno hayo. Kwa hiyo tiba kupitia kulalia dua ni jambo ambalo linafaa. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachotakiwa ujiandae nacho ni kupata waraka huu. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa ujiandae nacho kabla ya tarehe 1 ni kombe, na hili kombe tutaanza kuligawa kesho. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Maneno ya Allah pia yana msaada kufungua ndoto zako, kurejesha kumbukumbu ya ndoto zako, kuondosha vipingamizi vinavyokuzuia wewe kufikia mafanikio, kuondosha mabalaa unayoyaona kupitia ndoto. Maneno ya Allah yana msaada mkubwa sana, ndiyo tutakayoyaandika kwa wino wa zaafarani uliochanganywa na maji wardi na miski nyeupe ya unga. Tutachanganya, tutakugawia wewe. Kwa hiyo kila mmoja siku ya kesho anatakiwa aje na chupa. Haya mambo mawili ndio unayotakia kujiandaa nayo kuelekea tarehe 1 ya mwezi wa 2 ya mwaka huu wa 2026. Lakini tulisema mpaka kufikia tarehe 1 tutakuwa tunafanya semina ya kutafsiri ndoto. Wewe sasa sikiliza ndoto hizi, kisha ziweke kwenye mizani na ndoto unazoota kila siku. Kama zinafanana, basi jua tafsiri yake ndiyo hiyo. Tena hakuna sababu ya kwenda kumuhadithia shekhe, kwa sababu darsa hii inakuwa inakutosha wewe. Ndoto ya leo ni ndoto ya 13. Huko nyuma tumeelezea ndoto 12. Siku ya kwanza tulieleza ndoto 6, na siku iliyofuatia tukaeleza ndoto 6 pia. Sasa leo tutaelezea ndoto 6 pia. Kwa hiyo itakuwa ni ndoto ya 13. Ndoto ya kwanza siku yetu ya leo, ru'ya al-azib mauta. Mtu ambaye hajaoa au kuolewa, akilala akaota anakufa. Mtu ambaye hajaoa au kuolewa, akilala akaota anakufa, na ikawa hakufanyiwa yale mambo manne ya kuoshwa, ya kuvikwa sanda, ya kuswaliwa na kuzikwa. Hakufanyiwa hayo mambo. Wakati mwingine, japokuwa ndoto hii inabashiri umri mrefu,
wakati mwingine ni dalili ya kuachana na mke wake au ni dalili ya kuachana na mumewe. Pamoja na kwamba inabashiri umri mrefu, lakini pia inabashiri ndoto hii kuachana na mkeo au kuachana na mumeo. Kwa nini? Fa inna bil mauti taqa'ul farqa, kwani kwa sababu ya kifo faraka huwa inatuka baina ya mume na mke. Ndio maana ukipewa talaka unakaa eda ya kuachwa, lakini pia ukifiwa mume unakaa eda ya kufiwa. Kwa hiyo kwa kifo faraka huwa inatokea baina ya mume na mke. Kwa hiyo mtu ambaye hajaoa au kuolewa, ikiwa amelala akaota amekufa na ikawa hakufanyiwa yale mambo manne, pamoja na kwamba ndoto hii huwa inabashiri umri kuwa ni mrefu, lakini pia inabashiri kufarakana na mkeo au kufarakana na mumeo. Hiyo ni ndoto ya kwanza siku ya leo. Kama wapo wanaoota ndoto kama hizi, kama ni za kheri, Mwenyezi Mungu awakutanishe na hizo kheri, na kama ni za shari, basi Mwenyezi Mungu awaepushe na hizo shari. Tusemeni amin. Amin. Mmekuwa wavivu hata kuitikia amin, maanake hii ni dua. Ndoto ya pili, marraa kaanna alwali mata wannasu yadhkurunahu bi khairi. Yoyote atakayelala akaota kama vile mtawala amekufa. Kama ni nchi inatawaliwa na uraisi, ukamwotea rais amekufa. Kama nchi inatawaliwa na sultani, ukamwotea sultani amekufa. Nchi inatawaliwa na malkia, ukamwotea malkia amekufa. Wannasu yadhkurunahu bi khairi, na watu wanamtaja huyo mtawala kwa kheri. Yani huenda kwenye msiba wake watu wanasema, mashallah, kiongozi huyu alikuwa mwadilifu sana, kiongozi huyu alikuwa mchapakazi, kafanya mambo mazuri, watu wanamtaja kwa kheri. Huko kwenye ndoto, fa innahu yakunu mahmudan fi wilayatihi, hakika kiongozi huyo sio kwamba atakufa, utawala wake utakuwa ni wenye kusifiwa. Utawala wake utakuwa ni wenye kusifiwa. Basi watawala wa namna hiyo, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakutanishe na kheri hizi na awaepushe na shari. Amin. Wa marraa kaannahu baina qaumi amwatun, na yoyote atakayelala akaota yuko katikati ya watu waliokufa. Umezungukwa na watu waliokufa, pengine marhum baba yako, marehemu mama yako, ndugu zako, watu unaowajua wamekuzunguka. Umelala unaota upo katikati ya watu waliokufa. Fahuwa baina munafiqin, basi mtu huyo katika maisha yake ya uhalisia amezungukwa na watu wanafiki. Kama ni marafiki wanakunafikia tu, wewe unawatakia kheri, lakini wao wanakutakia nini? Wanakutakia shari. Na wafasiri wa ndoto wanasema taamuruhum bil ma'rufi, na huenda wewe unawaamrisha mambo mazuri tu, fala ya'tamiruna bi amrika, lakini hawafuati kile unachowaamrisha. Na wafasiri wakaitafsiri ndoto hii kwa aya ya Mwenyezi Mungu inayosema fa innaka la tusmi'ul mauta, hakika wewe huwezi kuwasikilizisha wafu. Kwa hiyo ukiota umezungukwa na watu waliokufa, jua kwamba wewe umezungukwa na watu wanafiki. Wanakunafikia, hawana mapenzi ya kweli na wewe. Wewe unawatakia kheri, lakini wao wanakutakia shari. Kwa ndoto kama hii unatakiwa uchukue tahadhari, kwa sababu wakipata fursa ya kukuangamiza wanakuangamiza tu, wala hawaangalii. Hiyo ni ndoto ya tatu siku ya leo. Wa marraa kaannahu khalatahum wala masahum, na ikiwa mtu atalala
akaota kana kwamba yeye amechanganyikana na watu waliokufa, anagusana nao. Maana unaweza kuota umezungukwa lakini hugusani nao, lakini umelala ukaota umechanganyikana na watu waliokufa, unagusana nao. Sasa mtu kama huyu akiota ndoto kama hii, asabahu almakruhu min qibali aradhil, ndoto hii inabashiri mtu huyu atapatwa na mambo mabaya kutoka kwa watu duni, kutoka kwa watu dhalili, watamsababishia makruhu, matatizo makubwa sana. Yaani pamoja na kwamba wale watu ni duni, ni dhalili, lakini watapata uwezo wa kumsababishia matatizo makubwa. Maadhali tu mtu ameota, amelala ameota, amechanganyikana na watu waliokufa, anashikana nao, anagusana nao, atafikwa na mambo mabaya kutoka kwa watu dhalili. Kwa nini? Kwa sababu maiti ni kitu dhalili, si ndivyo? Kwa sababu maiti hajiwezi kwa lolote. Maiti, ukishakuwa maiti wewe, kila kitu utafanyiwa wewe. Kama ni kuoshwa utaoshwa, hutaoga mwenyewe. Utakuwa ukigeuzwa, huwezi kugeuka mwenyewe. Utavishwa sanda, huwezi kuvaa. Utabebwa uwekwe kwenye jeneza, ubebwe upeleke kaburini, huwezi kujibeba we mwenyewe. Kwa hiyo maiti ni kitu duni, ni kitu dhalili. Sasa kuota umechanganyikana na watu waliokufa wanakushika, utapata makruhu, mambo yenye kuchukiza kutoka kwa watu dhalili. Sasa wanaoota ndoto kama hizi, ikiwa ni za kheri, manake Allahu aalam, Mwenyezi Mungu awakutanishe na hizo kheri. Lakini kama ni ndoto za shari hizi, kama tulivyoona, Mwenyezi Mungu awaepushe na hizo shari. Hiyo ni ndoto ya 4. Ndoto ya 5, wa marraa mayitan, na yoyote atakayemuota maiti, alladhi mata, ambaye alikushawahi kufa, kalala kamuota, faarafahu, kisha akamjua kwamba huyu si fulani, alishakufa huyu. Faarafahu, akamjua. Wa akhbarahu annahu lam yamut, kisha yule maiti akamueleza kuwa yeye hajafa. Yani akaelezwa na yule maiti, mimi sijafa, nipo tu. Usije kudhani kwamba kafanywa msukule, maana unaweza ukaota ndoto kama hii ukadhani kafanywa msukule. Kaniambia kabisa yeye mzima hajafa. Ni ndoto hii. Kwa hiyo atakayelala akaota, akamuota maiti, akamuona maiti ambaye alikushakufa, faarafahu, akamjua kwamba huyu ni fulani. Wa akhbarahu annahu lam yamut, na kisha maiti yule akamueleza kwamba yeye hajafa. Dalla ala salahi hali almayit fil akhirah, ndoto hiyo inajulisha juu ya uzuri wa hali ya maiti kule akhera, juu ya maisha mazuri alionayo maiti kule akhera. Maiti akikwambia mimi sijafa, jua ana maisha mazuri huko. Na ndoto hii inatafsiriwa na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, musije mukadhani ya kwamba wale waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa hao ni wafu, bali watu hao wako hai mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanaruzukiwa. Wala tahsabana alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, musiwadhanie wale waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni wafu, bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, bali hao wako hai mbele ya Mwenyezi Mungu, wanaruzukiwa. Sasa mtu aliyokufa akikwambia mimi niko hai, basi jua kwamba huyo ana maisha mazuri kule akhera. Kwa wale wanaoota ndoto hizi, kama ni za kheri, basi Allah awakutanishe na kheri hizo. Amin. Na kama ni za shari, Mwenyezi Mungu awaepushe na shari hizo. Amin. Lakini ndoto ya 6, ambayo ni ndoto ya mwisho sasa siku ya leo, hii itakuwa ni ndoto yetu ya mwisho, tunakwenda taratibu. Marraa anna almayita mu'rida anhu, yoyote atakayelala kisha akamuota maiti ana kinyongo naye,
yani kapuuzwa na maiti. Yani wewe umeota maiti, lakini yule maiti kama vile ana kinyongo na wewe, anakupuuza. Au munazi'an lahu, au amelala akaota anagombezwa na maiti. Wa kaannahu yadhribuhu, kana kwamba anapigwa na yule maiti. Yani unaota maiti amekupuuza au anakugombeza au anakupiga yule maiti. Dalla ala annahu irtakaba ma'asiya, ndoto hii inabashiri kwamba huyu muotaji huenda amefanya maasi yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anaonywa, ndoto hii inasimama kama hoja kwake yeye, anaonywa aachane na hayo maasi ukiota hivyo. Wa man raa mayitan ghaniya fawqa ghinahu fi hayatihi, na ikiwa utamuota maiti amekuwa tajiri kuliko alivyokuwa katika wakati wa uhai wake, utajiri umeongezeka, fahuwa salahu halihi fil akhirah, huko ni kutengemaa kwa hali yake katika maisha ya akhira. Lakini ikiwa umelala ukamuona ni maskini yule maiti, fahuwa faqruhu ila alhasanati, ni kufirisika kwake katika kuyaendea mambo mema. Alikuwa hafanyi mema yule, amekufa, hana chochote alichokwenda nacho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama wapo wanaota ndoto kama hizi, ikiwa ni za kheri, basi Allah awakutanishe na kheri hizo. Amin. Na kama ni ndoto za shari, basi Mwenyezi Mungu awaepushe na shari hizo. Amin. Sasa kikubwa zaidi ni kuupata waraka huu. Ukiupata waraka huu, nenda kaanze kuulalia, na tarehe 1 mwezi wa 2 njoo nao hapa huu waraka. Lakini pia siku ya kesho njoo na chupa yako tupu, tuanze kukupatia lile kombe la kufungua ndoto na kurejesha kumbukumbu ya ndoto, lakini pia kuondosha vipingamizi vinavyokuzuia wewe kuyafikia mafanikio uliyoyaona kupitia ndoto, lakini pia kuondosha mabalaa yote uliyoyaona kupitia ndoto. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie juu ya haya tunayoyaendea. Innahu waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.